Wapendwa wana Dodoma, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu imelifurahisha Baraza la Maaskofu Tanzania katika siku hii ya pekee, siku ya wagonjwa, kuamua kufanya maadhimisho haya katika jimbo letu kuu. Ndio maana huku mbele yetu kuna mapadri ambao wanatoka majimbo mbalimbali ya hapa Tanzania ambao wamekuja kushuhudia na kuja kusali pamoja nasi katika kuwaombea wagonjwa wote katika nchi yetu. Kwa hiyo tunaona ni vizuri kuungana nao na tunaona ni fahari kubwa kwetu kuwa tumechaguliwa kwa nafasi hii, na sisi tuonyeshe wema, upendo na ukarimu wetu mkubwa katika kusali pamoja, tukiwakumbuka na kuwaombea hawa wagonjwa. Ugonjwa na mateso yamekuwa daima ni matatizo mazito yanayoweka maisha ya mwanadamu katika majaribu mazito. Pia ni katika magonjwa mtu anapata ufahamu kuwa hana uwezo, na anafahamu pia kuwa mipaka ya kikomo chake. Ugonjwa unaweza kutupelekea kwenye uchungu, wenye kujihangaisha wenyewe, wenye kukata tamaa na hata kumuasi Mungu. Lakini pia ugonjwa unaweza kutumika vizuri kama ni fursa ya kukomaza imani ya waamini ambao wanatambua kuwa ugonjwa ni sehemu kama ni daraja tu, na kukomaza huko kunawajengea ujasiri wa kukabiliana na hali yao katika hali ya ugonjwa. Na zaidi sana, ugonjwa mara nyingi huchochea kwa wale wenye imani kumtafuta Mungu. Katika sakramenti ya wagonjwa tunakutana na Yesu ambaye sio tu kuwa anaponya, lakini pia anasamehe dhambi. Soma katika Injili ya Marko sura ya 2 mstari wa 5 hadi wa 12. Yesu amekuja duniani kumponya mtu mzima, yaani kuponya mwili na kuponya roho pia. Yeye ni mganga ambaye wagonjwa wanamhitaji sana. Nukuu ya mwinjili Marko sura ya 2 aya ya 17. Huruma yake Kristo kwa wagonjwa ni kubwa kiasi kwamba huenda mbali zaidi hata yeye mwenyewe Kristo kujilinganisha na hao wagonjwa pale anaposema, na nukuu, nilikuwa mgonjwa mkaja kunitazama. Injili ya Mathayo sura ya 25 aya ya 36. Kwa sababu hiyo, wagonjwa pamoja na mahangaiko mengi wanayokuwa nayo wanaalikwa au tunaalikwa kumtafuta Mungu. Tunaalikwa kuwa karibu na Mungu. Kwa kutambua hilo, wamisionari hawakujenga tu, walipotujia katika nchi zetu hizi, hawakujenga tu makanisa, lakini walijibidiisha pia katika kuangalia upande mwingine, wakajenga zahanati, vituo vya afya na hospitali mbalimbali. Na zaidi ya hayo, waliguswa na sehemu nyingine, waliamua kujenga mashule. Katika muktadha huo walielewa
kuwa mwanadamu anapaswa kutibiwa katika nyanja tatu. Nyanja ya kiakili kwa kuwaponyesha katika swala zima la kielimu, na ndio maana walijenga mashule. Nyanja ya kiroho kwa kujenga makanisa haya na kutoa sakramenti mbalimbali, lakini pia ya kimwili kwa kujenga hivyo vituo mbalimbali na mazahanati na hospitali mbalimbali. Hivyo kwa kufanya hivyo waligusa uinjilishaji wa kina wa mwanadamu mzima, roho yake, akili yake na mwili wake. Na Mtume Yakobo, tulivyosikia katika somo letu la kwanza, anadokeza mwanzo kabisa wa sakramenti ya wagonjwa. Tunakiri wazi kuwa ina majina mengi. Majina mengine yaliwatishia watu kuikimbia na kuiogopa sakramenti hii, lakini msingi ni kwamba Yesu ni muasisi wa sakramenti hii ya wagonjwa. Nayo hii sakramenti ya wagonjwa inadokeza mambo makuu mawili. Jambo la kwanza, kuombewa kwa kuwekewa mikono, na jambo la pili, kupakwa mafuta. Mtume Yakobo aliwaambia wale watu waliokuwa wakimsikiliza, mtu wa kwenu amekuwa hawezi? Kama ndivyo hawezi, yaani mgonjwa, awaite wazee wa kanisa wamwombee, wamwekee mikono, na mwisho wakamilishe kwa kumpaka mafuta. Nasema naye atapata nguvu, atapata afya, na hata kama ametenda dhambi atasamehewa. Katika nyakati zetu lazima tuwe makini sana pia na andiko hili. Mungu ametupatia utaalamu huu ili tuutumie vizuri. Yapo magonjwa ambayo sio dawa yake ya kwanza kukimbilia kwenda kuombewa, ila kwanza kwenda kupimwa na kuangaliwa na kupata ushauri wa kitabibu kawaida. Ukiwa unachanganya sasa na maombi. Lakini wengine tunajisahau. Wapo baadhi yetu ambao wakiugua hawataki kwenda tena hospitali au katika vituo mbalimbali vya afya, wanajizamisha katika maombi na kuomba kweli usiku na mchana, na mafanikio wakati mwingine yanakuwa madogo, sababu mengine yanahitaji utaalamu wa kawaida. Kwa ni lazima tuliangalie hilo kwa namna ya pekee, na matokeo yake katika mwili ni haya yafuatayo. Matokeo ya sakramenti hii ya kitubio: la kwanza ni kusamehewa dhambi. Yesu ametuambia hata kama ametenda dhambi atasamehewa. Pokea sakramenti hii, hata kama umetenda dhambi Mungu anakuhurumia na kukusamehe. Lakini pia kuponywa kimwili na kiroho. Maandiko matakatifu yanatuelekeza wakisema kuwa wakatoka wakihubiri Injili, watu watubu, wakatoa pepo, wakawapaka mafuta watu wengi, na wagonjwa wakawaponya. Injili ya Marko sura ya 6 aya 12 hadi ya 13. Hiko ndicho ambacho kinafanyika katika sakramenti ya wagonjwa. Madaktari wana nafasi kubwa ya kushughulika juu ya habari ya afya ya mwili, na machaplaini ambao ni wengi kati yetu hapa, mapadi wengi hawa ni machaplaini wa hospitali mbalimbali. Wao pia pamoja na maaskofu
wamepewa uwezo wa kuwaombea, kuwawekea mikono na kuwasamehe dhambi zao wagonjwa wote. Injili ya Marko sura ya 16 aya 17 hadi ya 18. Katika Injili ya leo pia Yesu anatufundisha jinsi ya kuwa jirani kwa mwingine. Hatufundishi tu jirani yetu ni nani, bali jinsi ya kuwa jirani au kuwa karibu na wenye shida. Ujirani ni kumkaribia mwingine kwa hiari, bila kulazimishwa. Unamsogelea, unakuwa sehemu ya faraja, sehemu ya upendo kwake. Ujirani ni kushiriki mateso ya mwingine, ni sawa na zawadi ya mtu mwenyewe. Huduma zetu tunazozitoa kwa wagonjwa, kwa watu wenye shida mbalimbali, zimuige huyu Msamaria mwema tuliomsikia katika Injili. Zitusaidie kumpeleka Kristo karibu zaidi na hao wahitaji wetu, wagonjwa na wanaoteseka. Zitufanye tumuone Kristo kati ya hao wanaoteseka. Nilikuwa mgonjwa ukaja kunitazama, nilikuwa kifungoni ukanijia, nilikuwa uchi ukanivika. Huduma hizo zitatusaidia sana, na nilikuwa na njaa ukanipa chakula. Wagonjwa waguswe na ukarimu na upendo huo wa ndani na kuwarudishia matumaini mapya katika safari yao ya kusafiri na misalaba walionayo mbele ya Kristo. Mgonjwa anahitaji kukutana na Yesu anayeponya, anayefariji, anayerudisha matumaini yaliyopotea. Kazi hiyo ndio tunayoifanya katika vituo mbalimbali. Huduma zetu tunazozitoa katika vituo vyetu vya afya sio tu huduma rahisi, lakini ni huduma pia ambayo ndani yake ina uinjilishaji. Tuwaombe basi wale wote ambao wapo katika huduma hizo kuonyesha mwitikio chanya, kuonyesha kazi hiyo ni wito na ifanyike kwa upendo mkubwa, ukarimu mkubwa, ili kuleta matumaini makubwa na faraja kubwa kwa wanaoteseka. Ni tayari mgonjwa ana maumivu yake, ana mateso yake. Anapokuja kwako, apokelewe, akaribishwe, athaminiwe, ili kwa kupokelewa tu vizuri aweze kupunguziwa mahangaiko yanayomtesa. Tumsifu Yesu Kristo.